Leo nakufundisha juu ya kutengeneza bajeti, na kama unavyoona hii ndio namna ya kuweza kutengeneza bajeti na jinsi ya kuweza kuanza kutumia bajeti yako na ikakupa mafanikio makubwa katika eneo la kifedha. Na hapa pia naenda kuonyesha jinsi ya bajeti inavyokuwa, na hapa nimekuletea mfumo wa ambao unaitwa 50 30 10 20, ambao ni eneo ambalo utaweza kulitumia likakupa mafanikio makubwa katika eneo la fedha. Na hapa tumeona kwamba tunakuja kutengeneza 20 30 50, ndio kama unavyoona kwenye structure yetu hapa. Lakini pia tunaweza kuangalia kwamba katika eneo la akiba tuna uwekezaji pamoja na akiba, ambapo sasa 10% ya fedha yako ambao unakuwa umetenga kwenye 20%, hii 10% ni ya Mungu na 10% ni ya kwako, ambayo hii sasa hii 10% ambayo ni wewe mwenyewe ndio unaiweka kwenye akiba au unaiweka kwenye uwekezaji kwa ajili ya wewe kuweza kufanikiwa katika eneo la fedha. Lakini pia hii hapa 50% ni eneo la pili ambalo unafuata katika eneo la bajeti yako unapokuwa umepata pesa yako. Na maana mambo ambayo ni muhimu sana katika 50% ni kama haya. Cha kwanza kabisa ni chakula, cha pili ni mavazi, cha tatu kuna maradhi, kuna kodi, kuna ada za shule, lakini pia kuna usafiri. Hapa ni mambo muhimu ambayo unatakiwa kuzingatia, na haya ndio muhimu katika sehemu hii. Lakini pia tunasema kwenye needs au kwenye matumizi ambayo ni ya lazima, kuna vitu hivi ni vile ambavyo mwanadamu lazima awe navyo na vitumie, na akivikosa pia anaweza kuwa ni madhara kwake au ikamletea matatizo. Lakini pia tukiangalia sehemu hii ya tatu, matumizi yasiyo lazima au kwa Kiingereza tunasema wants. Wants ni vile vitu ambavyo sio vya lazima, lakini mwanadamu ni sehemu ya maisha ya mwanadamu anavihitaji. Hapa tunasemea starehe, tunasemea fashion, tunasemea kuchangia harusi, mitoko mikali au kulipia vifurushi vya aina mbalimbali vikubwa na vidogo. Hivi ni vitu ambavyo mwanadamu akivikosa maisha yake hayawezi kuwa katika sehemu ya hatari sana, lakini pia ni muhimu kwa maisha yake, lakini sio lazima kuwa navyo. Kwa hiyo ina maana kwa mtu ambaye anataka kwenda katika eneo la kiuchumi, lazima uwe na budget, na katika budget yako lazima uhakikishe unaheshimu kipengele hichi hapa. Unapopata fedha yako, kwa mfano umepata 200,000 kwa mwezi, lazima uchukue 40,000 ambayo ndio 20% uweze kuitoa kwa ajili ya kumpa Mungu 10%, na wewe uchukue 10%. Baada ya pale njoo kwenye matumizi ya lazima ambayo tumeona hapa, na kuanza kuitumia fedha yako kwenye matumizi yasiyo lazima. Kwa hiyo hapa namba 1 ni haya hapa. Unapokuwa umepata pesa yako, namba 1 ya kuconsider ni hapa, namba 2 ya kufuata ni hapa, namba 3 ya mwisho kabisa ni hapa. Kwa hiyo ina maana ukitenga fedha yako afu ukaona pesa yako haikizi sehemu zote, na kwenye matumizi huko haikizi na kwenye nini yote haikizi huko, na maana tafsiri yake ni kwamba pesa yako haikutoshi. Kwa hiyo solution kubwa ya hapo ni kuweza kuongeza mapato yako, na kwa njia ya kuongeza sehemu nyingine au kufanya kitu kingine ambacho kitakuingizia mapato. Na hapa zingatia hizi namba. Namba 1 kuzingatia unapopata pesa yako, mshahara au faida yako, anza na hichi kitu. Namba 2 patisha hichi hapa. Namba 3 ishia na haya mambo ya sio lazima. Kwa hiyo hapo itakufanya wewe uanze kufanikiwa, na wewe utaanza kuona hatua zako za kimafanikio katika maisha yako ya kiuchumi.